Ukiwa mtu mwenye ndoto, kila siku unaendelea kuota. Watu walikuwa ukiwa mdogo, ile tunaulizwa shuleni, labda ndoto yako, wengine watasema daktari, rubani, lakini mimi nilikuwa nikiwaza kuwa mfanyabiashara. Katika episodi yetu ya leo tunazungumza na mfanyabiashara na pia naweza nikamwita mjasiriamali ambaye ni maarufu sana huko Kilimanjaro na specifical haya maeneo ya Moshi. Sasa leo tutaangalia safari yake tangu alipoanza na mtaji wa Laki 3 mpaka leo hii ameweza kufika maeneo mengi ya Tanzania. Sasa ni kitu gani ambacho unaweza kujifunza kutoka kwake? Naomba ukae nasi mwanzo hadi mwisho, manake kuna vitu vizuri sana kwa watu ambao wanatamani kufanikiwa kibiashara, mnaweza kujifunza. Naomba bila kupoteza muda niweze kumkaribisha ajitambulishe. Karibu. Asante. Kwa jina ninaitwa Eva Logasian Shayo, ni mkazi wa Kilimanjaro, ni mfanyabiashara, mjasiriamali. Nashukuru sana. Karibu sana, na naomba utuelezee sasa safari yako, namna gani ambavyo ulianza pengine biashara na ujasiriamali kiujumla. Okay, asante. Biashara nimeanza muda mrefu, sikuanza sasa. Ndio. Nilikuwa na wazo la kufanya biashara na hata wakati nikiwa ninasoma shuleni, nilipenda sana kusoma masomo ya biashara. Okay. Na shuleni mimi nimesoma biashara. Alikuwa nikitamani kabisa kuwa mfanyabiashara. Kwa hiyo nilipokuwa na miaka 22, nilianza kuwaza kufikiri kufanya biashara za event. Zikiweko shughuli za catering, decoration na vitu kama hivyo. Na hapo yani ni kwamba kuanza kuwaza hivyo kuwa mfanyabiashara pengine, yani ni kitu ambacho ulikuwa nacho au kilitokea wapi? Mimi kama mimi mwenyewe nikiwa mdogo, nikiwa ninakuwa, yani ndoto yangu nilikuwa nikitembea nikiona wafanyabiashara, nikiona hata movie za mtu anafanya biashara, yani ninapenda, ilikuwa it's my passion, ninapenda kutoka ndani. Kwa hiyo nilikuwa ninapenda sana kufanya biashara. Watu walikuwa ukiwa mdogo, ile tunaulizwa shuleni, labda ndoto yako, wengine watasema daktari, rubani, mwalimu, mwanasheria, lakini mimi nilikuwa nikiwaza kuwa mfanyabiashara mkubwa. Sawa, na umesema ni kitu ambacho ulikuwa unakifikiria pengine tangu ukiwa mdogo, na ni kitu gani sasa ambacho kiliendelea kukufanya kadri unakuwa wazo lako lisipotee? Baada ya kumaliza shule, nilipenda moja kwa moja kujiunga na mafunzo ya biashara. Na sana sana hata chuo ambacho nilikuwa natazamia kwenda kusoma, nilitamani kusoma chuo cha biashara ambao nitapata elimu zaidi ya biashara. Sasa nilikuwa nina mama yangu mdogo, kwa hiyo mama yangu mdogo yule akawa anapenda pia kazi zile zile ambazo mimi nazipenda. Mimi napenda kupamba. Kwa hiyo tukaanza naye safari ya kuanza kuomba kazi. Kama ukisikia mtu ana sherehe, labda ana ubarikio, sio ana kipaimara, zile sherehe ndogo, ili kuweza kujaribu. Kwa hiyo tukawa tunaomba kwa ajili ya kuanza kufanya zile shughuli za kupamba. Na pia nilikuwa napenda sana kupika. Mimi nilikuwa ni mpishi mzuri. Kwa hiyo nikawa ninapenda pia kupika, pia nitakuomba kazi ili nije nikupikie, kukuonyesha nina nini ndani yangu ambacho ninaweza nikakifanya, na nikawa natamani kile kitu nikifanye kama biashara. Yani sio kwamba kiishie pale. Kwa hiyo ndo nikaanza hivyo, na wakati nimeanza nikiwa na mamangu mdogo tunafanya, ilibidi niwashawishi na marafiki zangu wengine waambie kwamba nina ndoto hiyo na ninaweza nikafanya. Ndio marafiki zangu walinishauri tuanzishe group au kundi ambalo tunaweza tukakaa kama wajasiriamali. Kwa hiyo tulianza kundi letu ndani ya chuo cha ushirika Moshi, wakiwa wamama pale chuo cha ushirika ambao walikuwa ni watumishi pale. Tulianzisha kundi letu, lilikuwa linaitwa Mshikamano. Na hapo ni kitu gani sasa ambacho kiliwafanya
pengine kilikufanya wewe nao wengine mwanze kufikiria kuanzisha kundi? Kwa sababu tu kikawaida watu wengi tunapenda kufanya vitu wenyewe. Kikawaida tulipenda kuanzisha kundi kwa sababu ya raise fund, tafuta fedha kama mtaji wa kuanzia. Kwa hiyo tuliweka kiingilio cha kujiunga kwenye lile kundi la kina mama kilikuwa 50,000. Kwa hiyo tulikusanya zile fedha kwa pamoja ili tuweze kununua vile vitu vidogo vidogo kwa ajili ya kuanza sasa kufanya hizo shughuli za event. Nimevutiwa hapo na namna ambavyo mlianza kama kikundi. Unajua kwenye vikundi pia naweza nikasema changamoto huwa ni nyingi, ama unajua mkishakuwa watu wengi. Yaani nyinyi mlikuwa mnaangalia kitu gani mpaka unamkubali huyu awe mwana kikundi mwenzenu? Sisi tuliingia ndani ya kile kikundi kwa sisi ambao tulitoka nje. Tuliingia kule kwa sababu tayari tulikuwa tuna ile ndoto na tayari tulikuwa tumeshaanza kupractice na tulikuwa tayari tumeshaanza kuwekeza vitu vidogo vidogo. Nilikuweko mimi, rafiki yangu anaitwa Mama Dr. Usiri, alikuweko rafiki yangu anaitwa Mama Doni, na mwingine alikuwa anaitwa Mama Sande. Huyo Mama Sande alikuwa mfanya biashara Maimoria. Mama Dr. Usiri alikuwa yeye ni mfanya biashara, afisa kilimo. Okay. Mama Doni alikuwa ni mjasiriamali wa shughuli zake za kawaida, na mimi pia alikuwa ni mjasiriamali ambaye nilikuwa nafanya tu shughuli zangu hizo ndio nilikuwa ninapenda. Kwa hiyo nilikuwa nimeshaanza hatua ya kufanya hizo shughuli za event. Na huyo mwenzangu Mama Doni naye alikuwa ameshaanza hatua, ameshatengeneza mpaka viti vya event, ameshanunua vyombo. Kwa hiyo naye alikuwa na ile ndoto. Na umezungumza mlikuwa mnatafuta kazi. Yes. Na mlikuwa mnatumia njia gani? Kwa sababu mkumbuke ninyi tayari mlikuwa ni wapya, watu hawafahamu, watu hawaamini. Cha kwanza kabisa tulikuwa kila mtu katika lile kundi zima, kila mtu alikuwa na jamaa zake, marafiki zake. Kwa hiyo kila mtu alikuwa kutumia jamaa zake wa karibu au familia yake kuwaambia kwamba kuna kitu ambacho tunakifanya na kuwaaminisha kwamba tukifanya tunaweza kufanya vizuri. Kwa sababu kwa sisi ambao tulikuwa tumesha practice tayari tulikuwa tuna picha ya kile ambacho tumeweza kufanya. Na kitu kikiwa kipo ndani, yani ni passion yako, kukizungumzia na kumwambia mtu naweza nikakufanyia hivi na hivi na hivi ni rahisi. Na kile ambacho unakifanya pia kwa kukifanya utaweza kufanya vizuri zaidi, kwa sababu unakuwa unaelekezwa wewe kutoka ndani yako, kwa sababu kipo ndani. Kwa hiyo tulijitahidi sana kuomba kazi, tulifanikiwa kuipata hiyo na tuliifanya kwa bidii sana ili iweze kuwa na ubora. Kwa hiyo ile kazi ilikuwa nzuri. Ya pili tukapata kazi ya kupika chakula. Na chakula hicho sherehe ilifanyika ndani ya ukumbi wa chuo cha ushirika Moshi. Ile kazi ilipofanyika pia wengi walikuwa ni wageni, hawawezi hata kuandaa quotation, hawajui bargain, kuandika ratio. Lakini namshukuru Mungu mimi nilikuwa nimesha practice na vile nilikuwa napenda kupika na nilikuwa nimesha pita kwenye zile kubrush, kozi ndogo ndogo, kozi fupi za kujifunza, kwa sababu nilikuwa napenda kupika na ninapenda kujifunza. Kwa nilikuwa nimeshajifunza jinsi ya kuandaa chakula, mtu mmoja anatumia ratio kiasi gani, na ili uweze kupata hesabu ya kulisha watu 400, 500, unagawanyaje ratio chakula kiweze kutosha, kisipungue wala kisiwe kingi sana kikamwagwa. Watazamaji wetu, natumaini tayari hapo kuna kitu ambacho tumejifunza. Tumeona ni namna gani Eva pamoja na wenzie walijiorganize wakatengeneza kikundi kutokana na ile kwamba kukosa mtaji, changamoto ambayo pia vijana wengi tunakutana nayo. Sasa baada ya ile changamoto ya mtaji kuwa wameisolve, ikabakia changamoto nyingine. Je, wanapataje tenda? Kwa waliweza pia kuwatumia ndugu pamoja na marafiki ili kuweza kuwa connect na taasisi mbalimbali ili waweze kupata hizi tenda, na ikaonekana kwamba wamepata tenda tayari, washafanya tenda kama 2. Sasa ni kitu gani kikawa kimetokea baada ya hizo tenda 2? Naomba uweze kutuonyesha ni vitu gani vilitokea baada ya hapo. Baada ya tenda 2 kufanyika, tulifanya kweli vizuri na tulikaa muda, na katika zile tenda 2 ambazo tulizifanya tuliweza kuona kundi lilikuwa kubwa. Kwa kweli kundi lilikuwa na watu wengi. Tulikuwa watu zaidi ya 20, tukielekea 30 ndio ilikuwa target yetu. Sasa tukaiangalia kweli tulipata faida.
katika kutengeneza ile mapato na matumizi. Tuliona faida, lakini katika sasa kugawana ile faida, kugawana faida, kile kipato unachokuwa unaondoka nacho kwa siku, bado kinakuwa ni kidogo sana. Kinakuwa hakitoshelezi. Kwa sababu unakuta labda mfano ukapata faida ya 1,500,000 kwenye chakula. Ni fedha nyingi kama utakuwa wewe unasimama peke yako au watu wawili. Sasa ile inatakiwa igawanywe kwa mama 30. Kiangalia ni kama mama ataondoka labda na shilingi ngapi? 50,000. Kwa hiyo kiangalia 50,000 muda ambao umefanya kazi, bado tukawa tunaiona ile fedha kama bado ni ndogo. Alafu event hatupati kila mara. Ndio kwanza tumeanza, ndio kwanza tunajitambulisha. Na tukiangalia pale katika utendaji pia, sio wote walikuwa wafanyaji kazi wazuri. Tunafanya kazi, wengine hawawezi kabisa kufanya chochote. Kwa hiyo katika ile kazi siku tulifanya na tukipambana na ile kazi, tulijiona hatimaye watu watatu tulikuwa tukifanya kazi zaidi. Na tulipojiona tuliona tunafanana na tunaweza, tukaenda, tukawa tunafanya kitu na kinakuwa sawa. Tukawatoka mimi na mama mwingine anaitwa Mama Dr. Usiri na mwingine anaitwa Mama Doni. Na tukaanzisha brandi yetu ambaye jina letu la biashara sasa tukatoka Mshikamano tukajiita Umado. Umado ulikuwa ni muunganiko wa majina yetu watatu. Tukatengeneza unit yetu. Kwa hiyo pale tukaingia tena sokoni kuendelea kutangaza biashara. Tunamshukuru Mungu. Tulifanya biashara kama 2 tu. Baada ya hapo tulipata wateja wengi sana na tulikuwa tukipata kazi nyingi sana. Na tuliweza kufanya kazi ndani ya mkoa wa Kilimanjaro. Kipindi hicho vikundi vya kupika havikuwa vingi. Vilikuwa vichache sana. Tulikuwa kikundi ambacho kilikuwa kiko Moshi kinapika, the best ilikuwa Mlingi. Alikuwa mwingine anapika, alikuwa Mama Kijo. Na tulikuwa sisi. Yes. Kwa hiyo tulikuwa kwa kweli tunapambana na tulikuwa yani the best group in Moshi kwa kupika chakula. Kitu kingine ambacho ni kizuri zaidi, ambacho umekizungumza nimekipenda, ni kusema mlikuwa kwenye top 3. Sasa ni kitu gani ambacho kiliweza kuwatofautisha ninyi na wale wengine mpaka kuonekana mnafanya vizuri? Tofauti ambayo tulikuwa nayo, cha kwanza kabisa tulikuwa tuna setup nzuri. Tulikuwa tukiseti buffet zetu mezani, tulinunua food hall mzuri. Tulikuwa tuna seti buffet zetu vizuri. Kingine tulikuwa tuna ubora wa wafanyakazi. Ubora wa wafanyakazi. Yes, wafanyakazi ambao ni wazuri, wanaofanya kazi vizuri. Na pia tulikuwa tunatumia wafanyakazi wengi ambao ni mahotelia. Okay. Yes, ambao wamesoma hotel, wanaweza kufanya customer care, wanaweza kufanya hospitality na pia wana ubora kwenye service. Na kitu kingine ambacho tulikuwa tunapambana nacho kwenye ubora, hivyo vyote vikiwepo ni ladha ya chakula. Tulikuwa tuna chakula kizuri sana. Kama mfano mtu alikuwa anasema, jamani, leo sijala kuku wa Birigita. Kuna mtu ambaye tulikutana, kuna chef wetu anaitwa Birigita. Kwa hiyo alikuwa na kuku anamuunga kwa ndimu, ambao ukimla kuku usikii shombo, unasikia ladha nzuri ya ndimu na zile marination ya viungo vya kuku. Nashukuru na nimefurahi kusema kweli, muda ambao unazungumza kuhusu hicho chakula naona mate yamenijaa, manake sikuwepo, lakini unavyoelezea mpaka nahisi kama na mimi nilikuwa sehemu ya hicho chakula. Kwa hii pia inaonyesha kwa watazamaji wetu, ili uweze kufanikiwa, sio kwamba tu ukiwa na chakula kizuri ndio kitu ambacho kinatosha. Ni vitu vingi sana vinaangaliwa kwenye upande wa huduma ambazo unatoa, kiasi kwamba hata watu ambao unao yani ni wana level gani ya professionalism, na ndio maana wenyewe waliamua kuwatafuta watu ambao wamesoma zaidi hotel management pamoja na hospitality, ili kuweza kuhakikisha huduma ni nzuri zaidi. Baada ya hapo ikawaje? Baada ya hapo tulifanya zile events, na mimi namshukuru Mungu wakati natoka kwenye vile vikundi. Mimi nikianza biashara nilikuwa mdogo, kama nilivyowaambia nilikuwa na wazo nikiwa na miaka 22. Wale wenzangu walikuwa ni wakubwa. Kwa hiyo nilivyofanya nao kazi, tulienda muda, ikafika mahali kampuni zimekuwa,
Sasa tukakaa watatu tukakubaliana tugawane. Mwishaona tangu mwanzo tuliona 30 kipato kinapungua. Kwenye watatu tena kipato nacho kinafanya nini? Kinapungua. Kila mtu atamani kumake zaidi, si ndio? Ndio ukuaji wenyewe tukizungumzia kwenye kukua. Sasa tulipotamani tena kugawana, kwa hiyo tulikaa kwa amani. Tulikuwa tuna vyombo vingi sana, tukagawana ili kila mtu sasa asimame kwa miguu yake. Tayari kila mtu ana experience ya kutosha na mtaji umekuwa. Na kila mtu aweze kusimamia brand yake. Nikachukua vyombo, sikutangaza kuacha kupika. Lakini nilifikiri niendelee kupika kwa wateja watakao kuwepo wanakuja, na pia nifikiri kufanya kitu kingine zaidi. Nisibaki na kile ambacho tulikuwa ndani ya watatu. Kwa sababu wateja wetu wanagawanyika mara 3. Kwa hiyo utakuwa umewapunguza pia na uweze kusimama kutengeneza network yako wewe kama wewe. Kwa hiyo nilipolitazama hilo, niliangalia ni wapi pana fursa nyingine ambao naweza nikazifanya zikiwa 2 ili kuweza kukuza kipato changu zaidi. Kwa hiyo niliangalia kwenye event huko, nikiona fursa upande wa vinywaji. Kwa sababu nilikuwa niko ukumbini mara nyingi, ninafanya event kwa upande wa chakula. Kwa hiyo nilikuwa nikiona ni changamoto gani wateja kwenye upande wa vinywaji wanapitia zile changamoto. Kwa hiyo zile changamoto nilizoziona mimi kwangu ziligeuka kuwa fursa. Na ni changamoto gani hizo ambazo sasa uliziona kwa huo upande wa vinywaji? Cha kwanza, huduma ya vinywaji ilikuwa haipewi kipaumbele. Hicho ni cha kwanza kabisa. Watu walikuwa wanaleta tu bia zao ukumbini, ni wanakamati wanabeba makreti, wanaanza kutawanya bia ukumbini, watu wanakunywa kwa kutumia ile chupa. Yaani huduma ikaa kwa standard ya huduma ya drinks. Kama unavyoenda hotelini au bar, yaani watu wa chakula walikuwa wako mbele, lakini watu wa vinywaji walikuwa hakuna, yaani ilikuwa nyuma. Nikiwa pamoja nimefikiri kuanza biashara mpya ya vinywaji. Nilikuwa kwa kweli mtaji ndio mara nyingi unakuwa changamoto. Nilijiunga na SACCOS ya ELCT Moshi ambayo ipo KKT pale. Nilivyojiunga na SACCOS ya ELCT Moshi, nilifanikiwa kupata mafunzo jinsi ya kuweka hisa, jinsi ya kuweka akiba, na jinsi ya kujiwekea amana. Kwa hiyo niliwekeza kwenye amana, na niliwekeza kwenye hisa, na nikawekeza kwenye akiba. Ambazo akiba zile zikiwa zinakopeshwa, unakopeshwa zile akiba zako mara 2. Kwa hiyo nilianza kukopa akiba zangu mara 2, nikaeka kwenye mtaji wangu, na nilipofanya biashara yangu narejesha. Kila nilivyoendelea kukua hatua, nilifikia mpaka kukopeshwa akiba zangu mara 3. Kwa hiyo niliendelea kukopa akiba zangu mara 3 ya kile ambacho nimedeposit kwenye akaunti yangu ya akiba. Kwa hiyo waliendelea kunikopesha na niliweza kupambana na kuongeza bidii zaidi kurejesha hela yao vizuri kabisa. Kwa hiyo nikaweza tena kukopa kutoka kwenye wakopaji wadogo mpaka kufikia kwenye wakopaji wakubwa, na nina certificate SACCOS wamenizawadia ya wakopaji wakubwa na warejeshaji kwa uaminifu. Hongera sana. Yes, kuanzia hapo sasa ndio niliplani kuanza biashara hiyo mpya ya vinywaji, huku nikiwa ninafanya biashara nyingine ya chakula. Kwa hiyo nilikuwa tayari sasa na biashara 2. Kwa hiyo kuanzia hapo nilibadilisha taswira ya uuzaji wa vinywaji. Cha kwanza kabisa nilianza kutafuta wafanyakazi ambao nitafanya nao biashara ya vinywaji. Nilienda kwenye vyuo vyote vya hotel. Nilikwenda VETA, nikachukua vijana VETA, na niliweza kununua sasa vifaa. Nikanunua glasi, nikanunua tray, nikanunua vile vifaa vya kusevu bia sasa kama mtu anayefungua bar. Biashara hiyo tulizindua mwaka 2012.
ndo tumeanza event yetu ya kwanza kabisa ukumbini kuuza vinywaji. Na hiyo 2012 tulipokuwa tunauza vinywaji, yani kwa mfumo mpya sasa wa uuzaji wa vinywaji. Vinywaji kuwa na glasi, setup ya glasi mezani, vinywaji kuhudumiwa na mhudumu, vinywaji kumbini tunapeleka friji. Kwa hiyo kwenye ile huduma mpya ambao tulifanya ya uzinduzi, baada ya watu kuona wameipokea kama mapokeo chanya, niliamua sasa kuongeza bidii zaidi na kuwa na kitu kipya ambacho kitawavutia wengi. Kwa hiyo pale niliamua kwenda kusoma jinsi ya kutengeneza cocktail. Kwa hiyo nilimpata mwalimu wangu alikuwa anaitwa Ima na alikuwa anaishi Nairobi. Na wakati huo Moshi kulikuwa kuna club moja inaitwa Glaciers. Alikuwa anakujaga mara chache pia kufanya cocktail pale. Kwa hiyo niliongea naye, na baada ya kuongea naye alianza kunipa mafunzo. Kwa hiyo akanicontact na watu ambao wataweza kunifundisha. Kwa hiyo moja kwa moja niliungana nao, nikaenda kusoma. Baada ya kujifunza utengenezaji wa cocktail, kwanza nilijifunza zaidi pombe. Nilikuwa sijui pombe kabisa. Kwa hiyo niliingia kupata elimu ya pombe, niweze kuzitofautisha. Nilikuwa najua tu neno pombe kali, lakini sijui ipi ni rum, ipi ni gin, ipi ni vodka, ipi ni Irish cream, ipi ni nini, vyote nilikuwa sivijui. Na baada ya kuzijua pombe sasa, alibidi sasa nianze kusoma kuhusiana na cocktail na jinsi ya kuchanganya cocktail. Kwa hiyo baada ya kurudi kwenye yale mafunzo, nimeshajua sasa, niliweza kununua pombe za kufanya practical. Lazima unaposoma ufanye practical, kile kitu ukipractice, je umeweza? Na ukishafanya practical umuonjeshe mtu. Kwa hiyo zile pombe zangu ambazo nilifanya nazo practical na vile vingine ambavyo niliweza kununua kwa ajili ya kuendelea kujifunza kutengeneza na kuwapa watu kuonja, kwa sababu mtu ulikuwa ukimwambia kwanza cocktail haelewi. Kwa hiyo ilibidi sasa kwenye hiyo sherehe sasa ya Rita ambayo ilifanyika ukumbi wa Peace Park, ambayo dada alikuwa mtumishi wa TRA Moshi, ilibidi niombe kuintroduce cocktail kwenye sherehe yao. Na nilimuomba, ilikuwa kamati ukiambia pia ilikuwa wakati huo hawaelewi. Lakini ilibidi niongee na bibi harusi, na mama wa bibi harusi alikuwa ni MC mzuri sana anaitwa Madam Mato. Kwa hiyo nilipoongea naye na kumuomba kufanya ile introduction ya cocktail kwenye event ya binti yake, aliniruhusu. Kwa mara ya kwanza kwenye hiyo sherehe ambayo ninafanya cocktail ambayo ilikuwa Peace Park, wateja wangu wengi walikuwa ni wageni kutoka TRA na wengine Moshi walikuwa wamealikwa. Walikuwa wakati nimepanga ile meza, watu walikuwa wanajua ni zile pombe kali kama pombe kali. Watu walikuwa pombe kali wanaweka kwenye box, wanaenda kumhudumia mgeni, lakini siku walikuta kuna display ya counter. Kwa hiyo ndani ya ile counter tuliambia tunatengeneza cocktail. Sasa cocktail wenzao hawazielewi. Kila mtu anakuja anashangaa, hiki ni nini, mbona cha blue? Hiki mbona cha kijani? Hiki mbona chekundu chini, juu kina rangi ya njano? Hii unaambia hii inaitwa Tequila Sunrise. Anakuambia Tequila Sunrise ndo nini? Unamwambia onja. Haya unamtengeneza kwamba huku kuna majani, unaambia inaitwa Mojito. Mojito ndo nini? Unamwambia onja. Anakuambia hii inaitwa nini? Yani kwa kila kitu wanashanga. Unaambia inaitwa Blue Lagoon. Mbona ya blue? Ni pombe hii kweli ya blue? Unamwambia ndio, hii ni cocktail inaitwa Blue Lagoon. Kwa hiyo watu walipojaribu kwa mlipuko mkubwa, watu wengi walipenda sana sana cocktail, na nikabadilishiwa jina mjini, nikawa naitwa Eva Cocktail. Kwa hiyo mkisikia Eva Cocktail, jueni mmekutana na Eva Special. Okay. Yes. Watazamaji wetu sasa hapo natumaini pia tumeona ni namna gani hizi biashara zinabadilika, na kwamba mfanyabiashara au mjasiriamali inatakiwa uendane na mabadiliko. Ukifuatilia vizuri historia hapo ya Eva, yani ametoka sasa kwenye chakula, kaanzisha vinywaji, akaendelea akawa anaona kuna demand au uhitaji wa vitu vya tofauti tofauti, akaja na cocktail. Mapokeo yalikuwa ni mazuri mno, na ni miongoni mwa watu ambao walianzisha kwa upande wa Moshi huku, kwa watu wakawa wameipokea vizuri sana. Sasa
baada sasa ya watu wengi kuwa wameipokea vizuri, kitu gani kilifuata? Anaweza kuendelea kutuambia ni kitu gani kiliendelea hapo? Kwa kipindi kile kama mwaka 2016 watumishi wa TRA Moshi walioa wafanyakazi 17. Wafanyakazi wengi. Yes. Hiyo ilikuwa yani ni historia. Na niliweza kufanya event zote zile za wale staff 17. Kwa hiyo kumbuka, ndani ya event 17 unakutana na watu wengi na event zao zinakuwa kubwa sana. Yes. Kwa hiyo kwa hiyo ziliweza kulijenga jina na kukua zaidi. Kwa hiyo nilijikuta kila siku tunapoendelea, kampuni inaendelea kukua, wafanyakazi wanaendelea kukua na wanaendelea kuwa na experience kubwa. Haikuishia Moshi, tulianza kutoka na kufanya biashara nje ya Moshi. Kwa hiyo tulienda tukafanya biashara Arusha. Arusha ukiuliza Eva Specials, wako wanaonijua Eva Cocktail, lakini branding name tunaitwa Eva Specials. Kwa hiyo tumefanya event ya Arusha. Hatukuishia Arusha, tulisogea tukaenda Shinyanga, tumeenda Bukoba, tupo Dar es Salaam, tunafanya event. Kwanza nimependa story yako, namna ambavyo inaenda. Yani imeonyesha ni jinsi gani pia umekuwa ni mbunifu na umekuwa ukibadilika, kwa sababu angalia, ulianza na chakula, ukatoka kaenda kwenye vinywaji, ukatoka ukaenda kwenye cocktails. Je, kwamba uliishia hapo hapo au kuna vitu tena vingine uliendelea kuvintroduce kwenye biashara? Hapana. Sikuishia hapo kwa sababu ukiwa mtu mwenye ndoto, kila siku unaendelea kuota nini uweze kufanya kwa ajili ya biashara yako. Yes. Kwa hiyo cocktail kama cocktail baada ya kuintroduce, watu wengi sana nao waliiga. Kwa hiyo kwenye kujitofautisha Eva Specials na wengine, sasa ndo tuliamua kuingia kwenye swala zima la event planning. Tulipoingia kwenye swala la event planning, tuliona kwanza pia tutafute ushers. Pia tuliingia na introduction ya ushers. Kwa sasa hivi tuna ushers ambao wanafanya event zote. Wanafanya corporate event na wanafanya social event. Kwa hiyo kwa mara nyingi tunawasambaza ushers wetu Moshi, Kilimanjaro hapa, Arusha, Dodoma, Dar es Salaam, Bukoba, Shinyanga. Yani wanaenda sehemu nyingi Tanzania. Ni sehemu nyingi Tanzania tumefika kwa ajili ya kupeperusha bendera yetu ya ushers. Na tuna ushers wazuri, wanaojitambua, wanaofanya kazi vizuri sana. Tukuishia hapo, pia tumetengeneza ushers maalum. Au ushers maalum wanakuwa kama bodyguard. Kwa hiyo wewe leo bwana unaoa, tunakupa bodyguard, wana escort shughuli yako. Kwa hiyo baba na mama mzazi wa bwana harusi wanaweza wakawa na bodyguard, wazazi wa bibi harusi wanakuwa na bodyguard, na pia bwana harusi na bibi harusi wanakuwa na bodyguard. Wanakuwa na escort ya mabodyguard ambao wanawasindikiza. Kwa hiyo tumeongeza ushers, tumeongeza bodyguard, na pia tumeona mafanikio yetu yakikua zaidi na kuongezeka, na pia tumeweza kuaminiwa zaidi. Na kwa kuaminiwa zaidi ilifanyika hata shughuli au sherehe ya Mheshimiwa Rais wa Zanzibar. Kwa hiyo event imefanyika Arusha Mount Meru. Tulifanya sisi ile shughuli yake Arusha Mount Meru. Pia nyingine ya mtoto wake wa kiume alikuja kuoa mwaka jana, ilifanyika ukumbi wa Lake Nyasa Arusha. Pia ile event ya pili tumefanya. Kwa hiyo kwenye familia ya Mheshimiwa wetu Rais wa Zanzibar Hussein Mwinyi tumefanikiwa kufanya event 2. Kwa hiyo tunayaona ni mafanikio makubwa sana kwetu na ni swala kubwa la kumshukuru Mungu sana, yani sana, kwa kule alikotutoa na alikotufikisha kwa sasa. Yes. Na mwisho kabisa, una ushauri gani kwa watu ambao wanajihusisha pengine na hii biashara ya chakula asasa kwa ajili ya events, alafu watu ambao wanajihusisha na event planning pamoja na hivi vinywaji vyote, yani kama wewe ambavyo ulifanya? Cha kwanza, wasikate tamaa. Biashara ina changamoto kubwa. Biashara ina upinzani mkubwa.
na biashara ya ujasiriamali ni ngumu, wawe na uthubutu. Alafu kwa wale wanaoanza, wasifikiri mafanikio ni kesho, kwa sababu mimi tangu nimeanza biashara miaka 22 hiyo nayoizungumzia mpaka sasa ni takriban miaka 28 mingine. Katika hii miaka 28 mingine ndio ninaiyaona sasa yale niliyokuwa nikiyaota yakiwa yanaweza kutimia. Na bado tunaendelea kuwaza, lengo letu ni kukanyaga Tanzania nzima na nje ya Tanzania. Lakini I wish mpaka sasa hivi kwa mikoa ambao tumefika tayari tumegusa sehemu nyingi za Tanzania. Na tunaamini tutakwenda kila mahali na tutafanya event na kuiendelea kuizungumzia positive huduma. Kwa sababu kipindi cha nyuma hususan huduma hii ya vinywaji ilikuwa ikichukuliwa kama sio huduma nzuri. Kwa hiyo ule mtazamo wa zamani kwamba mtu akienda kufungua bia au kugawa bia, kuserve bia anadharauliwa, sisi tumejaribu kuondoa. Na pia tumejaribu kuboresha sana muonekano wa wafanyakazi. Kwa hiyo ukipitia kwenye peji zetu za Instagram, ambao peji yetu ya Instagram utaingia utaandika Eva Special. Eva Specials ni ya EVER Specials _cocktail. Sikuisahau ile cocktail ambayo ndio ilinipa mimi jina mjini, nimeiweka pia kwenye page. Kwa hiyo ukiingia kule unaweza ukaziona picha zetu chache na muonekano wa wahudumu wetu. Tunawavisha kwa kuzingatia mavazi nadhifu, muonekano mzuri, na pia tunamstiri binti. Na kila mara pia wanakuwa na muonekano tofauti. Haturudi kuwa na mionekano. Kwa hiyo ile tunawaboresha wale wenyewe waweze kujisikia vizuri wanapofanya kazi, na pia kwa wageni na wateja wanapohudumiwa na mtu msafi, amevaa vizuri, anapendeza, anatabasamu zuri, hiyo wanafurahi. Na ukikutana na Eva Special huwezi kujutia kwenye service yako. Kuanzia planning, service nzima tunakava na tunafanya kazi vizuri sana. Na nashukuru sana na nimefurahi kuwa na wewe kwenye episode yetu ya leo. Na kwa watazamaji pamoja na wasikilizaji, leo nimejifunza mambo mawili ya muhimu. Kuna watu ambao tunawaita dreamers au wale watu ambao wanakuwa na ndoto, lakini pia kuna wale watu ambao ni dream implementer. Kuna wale watu ambao wanakuwa na zile ndoto lakini matokeo yake wanaishia kuota. Lakini kuna watu kama Eva Special ambao wanaota na mwisho wa siku wanahakikisha wanaweza kutimiza zile ndoto zao. Naomba usisahau kutufollow kwenye mitandao yetu ya kijamii ambayo ni TikTok pamoja na Instagram kwa jina la PowerPod Podcast. Pia unaweza kushare na watu wengine ambao wanapenda kujifunza ili elimu hii iweze kuwafikia zaidi. Pia tunapatikana kupitia channel yetu ya YouTube kwa jina la Sculpture Online TV. Huko unaweza ukaweka komenti yako na pia ukashare na watu wengine. Komenti zenu ni muhimu sana kuweza kuhakikisha tunaboresha elimu hii ambayo tunaitoa. Naomba tukutane kipindi kijacho. Asanteni sana.